Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 25 ya mwezi wa 6, kipindi hewani Tupelo Riziki Yetu ya kila siku. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba, nakukaribisha kwenye kipindi hiki tunapojadili mambo ya kiuchumi na mbinu za kusaidia kufanikiwa kiuchumi kutoka kwenye Biblia. Chombo cha tatu ambacho tumekuwa tukikiongea, biashara na ujasiriamali. Tayari tumeongea maeneo matatu ambayo nilisema ni ya msingi tutayaangalia kwenye eneo hili la biashara ili yakusaidie, na hili ni eneo la mwisho ambao tunaangalia kanuni ya biashara na muda. Tayari tuliangalia eneo la kwanza kwamba biashara ni mtu asiye halisi, na tukaangalia eneo la pili, mahusiano yaliyopo kati ya watu ambao unahusiana nao kama wafanyakazi na mishahara kwenye biashara yako. Na sasa tuko tunaangalia muda na umuhimu wake na jinsi ya kuzingatia kanuni ya muda kwenye biashara. Na tunakuwa tunaongozwa na kitabu mama cha Mambo ya Walawi sura ya 19 mstari wa 23 hadi mstari wa 25. Kumbuka hapo tumepata mwongozo wa miaka 5 ya kwanza ya biashara. Kwa kwanza hadi wa 3 faida isiguswe. Mwaka wa 4 faida iguswe, lakini kwa kutoa shukrani kwa Bwana. Mwaka wa 5 sasa unaweza kuanza kutumia faida yako. Maana yake usitumie fedha ya kwenye biashara yako ambayo ni faida kwa vitu ambavyo ni matumizi yako mpaka mwaka wa 5. Biblia inasema kwa miaka 3 hesabu matunda ya hiyo biashara yako kuwa ni kama kutokutahiliwa, kama ni haramu. Tukiongea kwa lugha nyingine, mwaka wa 4 unaondoa uharamu wa hiyo faida kwa kutoa sadaka ya shukrani kwa Bwana. Sasa mwaka wa 5 unaweza kuanza kutumia. Na unafanyaje hii faida? Unaifanya nini? Irudishe kwenye biashara yako, endelea kukuza mtaji. Sura ya 25 Mambo ya Walawi ikatueleza miaka wa 6, wa 7, wa 8 na wa 9 unafanya nini. Mwaka wa 6 kwa sababu umeishi kanuni mwaka wa kwanza hadi wa 5 utapata ongezeko mara 3. Utapata ongezeko mara 3, au kwa miaka 3 mbele itakuwa imebebeshwa kwenye mwaka wa 6. Kwa hiyo unapata mara 4 kimsingi. Sasa utapata mwaka wa 6 na mwaka wa 7 na mwaka wa 8 na mwaka wa 9 utapata. Kwa nini? Kwa sababu Bwana anataka mwaka wa 7 uwe ni sabato, kama namba 7 ilivyo. Upumzike, ustarehe na usifanye kazi yoyote wala usivune. Vyovyote vinavyomea vyenyewe katika ardhi Mungu amesema uache kwa ajili ya maskini na wafanyakazi wako wengine waweze kuvuna. Kwa hiyo nikakwambia ukiangalia Biblia unaona mambo mawili kwenye mwaka wa 7. Ni mwaka wa kugawa kwa wafanyakazi wako, au bonus wengine mnaita motisha, faida yote utakayokuwa umepata. Lakini pia unaona ni mwaka ambao biashara inaweza kuanza kujibeba yenyewe. Nasema hautapanda mbegu lakini mazao yatatokea kwa sababu yameota yenyewe. Na hautachuma, utawaachia wafanyakazi. Lakini pia ni kustarehe kabisa. Kwa hiyo ni mwaka ambao unaanza kustaheleshwa. Maana yake unatakiwa kuanza kupunguza majukumu kwenye hiyo biashara kwa kuachia wasimamizi wengine au wafanyakazi. Sasa unaweza pia ukafungua matawi mengine ya biashara yako au kuanza biashara mpya. Biashara yako inakuwa imegraduate, inakuwa imehitimu kiroho kuweza kujisimamia baada ya miaka 6 ya kuisimamia. Mwaka wa 7 ina graduate. Kwa hiyo mwaka wa 8 unaweza kuanza biashara mpya. Na Biblia inasema mwaka wa 8, mwaka wa 9 Mungu ni kama amekupa akiba ya faida ambayo itakuwa imetoka mwaka wa 6, hiyo utaitumia. Japokuwa hiyo utaendelea kufanya biashara mwaka wa 8, mwaka wa 9 biashara zake hazitaguswa, faida yake haitaguswa, utaendelea kula ya mwaka wa 6. Mungu anakuwa amekupa ongezeko na akiba katika hiyo ongezeko ili uweze kuwa na ongezeko zaidi, au kufungua biashara nyingine, au kuongeza matawi zaidi, au kupanua biashara yako zaidi kulingana na jinsi ambavyo unaona. Nataka uone mambo mawili ya msingi sana hapa. Mambo mawili ya msingi. Moja, kanuni hizi zinafanya kazi kwa kutegemeana. Hivyo ili upate faida ya mwaka wa 9 kwa mfano, lazima uwe umeishi kanuni ya mwaka wa kwanza hadi mwaka wa 8 kwa uaminifu. Hakuna kuruka. Kanuni za kiroho ni kama mnyororo, siku zote huwa nasema. Unataka kuona ongezeko la mwaka wa 8, mwaka wa 9, mwaka wa 7, sharti uwe umeishi hizi kanuni. Hakikisha umezingatia kanuni ya mwaka wa kwanza hadi wa 5, ndipo kanuni ya mwaka wa 6 itafunguka. Ikifunguka mwaka wa 6, sasa itakupa mwaka wa 7, wa 8 na mwaka wa 9 na utafunguka, na mwisho utakwenda kwenye miaka 50. Kwa sababu ukiweza kuishi miaka ya 9, Biblia inatuonyesha kwamba utapewa ongezeko la jubilee la miaka 50, na miaka 50 ikiisha unapewa tena jubilee nyingine miaka 100.
biashara yako sasa inakuwa ni ya vizazi. Unakuwa na uwezo wa kurithisha wana wa wanao mali kama Biblia inavyoagiza. Nataka uone jambo la pili. Kama ambavyo nimesema, utakuwa umegundua kwamba kuanzia mwaka wa kwanza hadi mwaka wa 5 ni kama kimsingi uruhusiwi kula faida, au mpaka ule mwaka wa 4, kwa sababu mwaka wa 5 amesema utakula faida. Kwa hiyo mwaka wa kwanza hadi wa 4 hauruhusiwi kula faida ya biashara yako. Na tulikuwa na swali la msingi ya kwamba utaishije, swali ambalo nimelijibu jana, ya kwamba sura ya 25 kitabu cha Mambo ya Walawi mstari wa 50 hadi 53 inatuonyesha kwamba unahitaji kujilipa mshahara. Hakikisha unarudi kwenye kanuni ya kwanza ya kwamba biashara ni mtu tofauti na wewe. Kwa hiyo uwe umeajiliwa na biashara yako, jilipe mshahara na kulingana na kiwango chako cha elimu, uzoefu kwenye soko, watu wa kaliba yako wanalipwa shilingi ngapi, jilipe mshahara ili faida iendelee kurudi kwenye biashara. Na unapofanya hivyo, maana yake unaweka ongezeko kwenye biashara yako. Luka sura ya 13 pia ametuambia mwaka wa kwanza hadi wa 3 kumbuka matunda. Usitegemee, au kama utegemee biashara yako isiwe na kuzalia ni sahihi. Mwaka wa 4 ambapo unatoa sadaka ya shukrani sharti uone matunda, na mwaka wa 5, na hapo utakuwa unaishi kwa mshahara, sio faida ambayo inatokana na biashara yako. Na hakikisha unapopata mshahara unarudi kwenye kanuni zile ambazo tumejifunza. Usiache kuweka akiba 20%, usiache kuweka uwekezaji 20%, usiache kutumia 20% ya kipato chako kwa matumizi yako ya kawaida ya kila siku. 10% fungu la 10, 70% tayari imekuwa allotted, imewekwa kwenye matumizi kulingana na kule ambako tumetoka kwenye misingi 10 ya kufanikisha kiuchumi. Endelea kuishi. Kwa hiyo utakuwa na ongezeko kwenye eneo hilo la mshahara kama mwajiliwa, na unaongezeka kwenye biashara ambayo unalisubiri, na hii itakupa uhuru wa kifedha. Kama nilivyosema nafikiri jana ujuzi, yani mambo magumu lakini sharti uishi. Sisi ambao tumejaribu kuyaishi tumeona matokeo yake. Ukiishi hizo kanuni utakuwa na ongezeko. Wengi tunataka maongezeko ya haraka na sio kanuni ya kibiblia. Biblia inataka ongezeko ambalo linakuja kidogo kidogo. Mithali 13 ndivyo anavyosema mstari wa 11 na wa 12. Kwa hiyo hakikisha unajipa muda. Tukiongea miaka 4, 5 unaweza kuona kama ni miaka mingi sana, na ndio kitu kinawakatisha watu wengi tamaa. Lakini nakwambia ukianza kufanya utashangaa ni miaka michache sana. Miaka 5 ni term moja ya uchaguzi labda wa rais au wa bunge. Fikiri mwaka 2020 tulikuwa na uchaguzi, na sasa ni 25 na tunaongelea uchaguzi tena. Na miaka 5 mbele ijayo 2030 tutakuwa na uchaguzi mwingine. Kwa hiyo una miaka 5 ya kujipanga kuanzia mwaka huu ambao tunaongea mpaka uchaguzi ujao. Liangalia kwa namna hiyo, utaona ni kipindi kifupi. Ishi hizi kanuni. Tunapofanya uchaguzi ujao 2030 na wewe una graduate, wewe umeishi maisha ya ushindi na kuona ile ongezeko la kiuchumi kwa kujibana kwa miaka 5 ijayo. Mungu akubariki sana, akupe nguvu na uwezo wa kuziishi hizi kanuni ili uone ongezeko, hata wote tuwe na hali nzuri ya uchumi katika ufalme wa Mungu. Na hili ndilo kusudi la Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Amen.